Juni 17. Jumanne. Mwaka wa 2025. Macho ya kuona hatua ya mgeuko wa zama. Matendo 11:19. Basi wale waliokuwa wametawanywa kwa ajili ya mateso ya Stefano walisafiri mpaka Foinike, Kipro na Antiokia, wakihubiri ujumbe kwa Wayahudi peke yao. Kwa nini kila mtu anamhitaji Kristo? Baada ya tukio la Mwanzo 3, kila mtu alizaliwa akiwa ametenganishwa na Mungu na dhambi ya asili. Dhambi ya asili inaweza kutatuliwa tu na Yesu Kristo. Ninyi ambao ni remnant na wenye injili hii, lazima muwe na macho sahihi ili kuona mabadiliko ya zama. Kwanza, wasioamini wote ni watoto wa Ibilisi. Shetani alijenga nyumba na kuinua batiza ndani ya wasioamini. Kwa sababu roho waovu huishi ndani ya nyumba ndani ya wasioamini, hawana chaguo ila kuteseka na kufa bila kuonekana kwa macho. Pili, hata waumini wamefungwa kwa namna fulani. Waumini wa kanisa la Yerusalemu walimkashifu Petro kwa kula katika nyumba ya mtu ambaye hakutahiriwa. Walifungwa na mila zisizo sahihi za zamani na kwa sababu hiyo hawakupokea majibu yoyote katika maisha yao. Tatu, ulimwengu umetekwa na Shetani na kutenda kana kwamba yeye ni mfalme. Watu wanamwogopa Shetani, Ibilisi na roho waovu wanaotenda kana kwamba wao ni wafalme wa ulimwengu. Wengine hata wanamtegemea Shetani ingawa anawaongoza kwenye uharibifu. Ni lazima uone kwa usahihi kazi za Shetani katika zama hii. Jina la Yesu Kristo ndilo jina pekee linaloweza kuvunja vipengele vya kimwili vinavyoonekana na batizan za Shetani. Lazima uwe na ufahamu wa ulimwengu wa kiroho na ujipe changamoto katika maombi kwa ajili ya shamba kila siku. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie kuanza siku yangu na neno lako ninaposhikilia agano. Leo iwe mwanzo wa kupata uzoefu wa nguvu zako. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.